Karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Matumaini yangu makubwa kwa mzima wa afya. Na kukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo, na tuanzie na habari zisemazo kuwa Jeshi la Taifa FARDC pamoja na washirika wao wazalendo wamefaulu kuteka senta ya Mikenge pamoja na vijiji vingine 4 baada ya mapambano makali yaliyoripotiwa wikendi ya wiki iliyopita ndani ya sekta ya Itombwe tarafani Mwenga. Ushindi huo umepongezwa pia nayo baadhi ya mashirika ya kiraia. Kwa mujibu wa msemaji wa Jeshi la Taifa FARDC kwenye operation za kivita Sokola ya pili Sud Kivu, Mbui Kalonjirige ameonesha kuwa tofauti na senta hiyo ya Mikenge, vijiji kama Kakenge, Kisivita, Bilalombili na Bidegu ya kwanza vyote vimedhibitiwa na Jeshi la Taifa FARDC pamoja na washirika wake. Wakati ya kijiri, ripoti ya msemaji wa Jeshi la Taifa yaongeza kuwa waasi wa Twirwaneho 5 ndio wamekamatwa mateka, huku wengine 17 wamejiripoti na zana zao za kivita kukamatwa. Tujielekeze kule Saramabila. Ni kwamba watu 2 kufariki kwa kupigwa risasi na wengine kujeruhiwa na pia shughuli zote kuzorota mpaka sasa. Hayo ndiyo matokeo ya vitendo vya kufyatuliana risasi kati ya wazalendo wao kwa wao, kundi la Malaika katika senta ya Saramabila jimboni Manyema Jumapili ya wiki iliyopita, ambako mashirika ya kiraia eneo hilo yamelaani vikali kitendo hicho. Kwa mujibu wake mwanasheria Baruani Saidi Fumba, mkuu kiongozi wa shirika la raia pa Saramabila, ameanza kwanza kuhakikisha habari hii kwenye laini ya simu ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Habari ni za ukweli kama tangu jana siku ya Mungu tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka huu mnamo saa za magharibi saa 8 mwezi wa 9 ambayo kulikuwa mapambano hapa Saramabila ndani ya TJ, yani kulingana na generali ya wazalendo wa maji Malaika, wao kwa wao ndio waliopigana sana. Nasema kama habari hii tunahakikisha kama ilifanyika hivi, sababu sana hatujajua, tunataka tuoje wenyewe wale wakuu viongozi wa maji Malaika, tuwaoje tujue sababu ya kupigana. Bado tujawapata kile tuwaoje tujue sababu ya kweli. Wamepigania Saramabila kati au ilikuwa uzalanturu ya Saramabila president? Wana kempi zao, wana defense yao ambayo inapatikana kilomita 1.5 na mjini wa Saramabila. Ndio walipigania huko kwenye defense yao. Hiyo situation haikuaffecte wananchi wa Saramabila kama gisi mlivyoona securitairement? Situation ile affecte wananchi wa Saramabila sababu ya nini? Kulikuwa kwanza mauaji, yani tuliona mtu mmoja anakufa shambani mwa vita, askari mmoja kule. Tukaona askari 3 wao Malaika walijeruhiwa vikali wakiwa ndani ya hospitali, na mmoja akakufa kwa hospitali general. Yaani 2 walikufa na 2 wako wagonjwa ndani ya hospitali. Baada ya hapo iliprovoke pia mouvement de population, yaani watu ambao wanakaa makarta kando ya TJ wakakimbia, hata wadepanda wote wa maji walikimbia, ni wanawake, watoto walikimbia. Baada ya hapo inakuja kuparalize na activity mjini wa Saramabila leo haikufanyika hapana, tangu jana jioni na leo mjini uko kimya. Hakukuwa masomo, hakukuwa soko, hakuna kazi kama hiyo ilifanyika. Unaona tangu jana jioni mpaka sasa majeshi ya serikali walisambazwa ndani ya mji kwa kukinga raia na mali yake. Hata hivyo, duru yetu imeongeza kuwa ni jambo la kulahani kuona wazalendo kuwa napigana wao kwa wao wakati ambako nchi inavamiwa na waasi wa FC M23. Moshi kusema kama kwanza hiyo ni haya ambayo inazorudisha usalama sana, na hatuwezi kukubali leo vita iko ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupigana adui yani mwenye Rwanda. Sasa ukuta leo watoto wao kwa wao wanaanza kupigana. Hiyo hali inafanya inazurudisha sana raia wanaohuzunika. Ya pili ni kusema kama mapambano mjini ni vita ya kienyeji ambayo haina faida. Wala ndio damu ya magita yenyewe haina hatia. Tunawaambia sema kama haingekuwa tena vizuri waendelee katika vitendo vya namna hiyo, na tunalea mikono kwa viongozi wa serikali yetu ya Kongo na pia ya jimbo waendelee kuchukua azimio na kuweka vizuri wazalendo wapate mafunzo
hawaweki fasi moja ambayo watawaepusha ndani zetu community. Umesema wamepigana kwenye kama yao ambao wamewekwa. Je, kuna wamoja wamefukuza wengine au tena hivi wamekuwa tena pamoja? Hawajakuwa pamoja, wamoja walitoka wakenda senti, wengine wakarudi, na tunachunga siku za usoni, leo kesho kesho huenda watarudia pamoja katika kenti yao. Ujumbe kwa raia yote ni kwamba kama raia inatie chini, sababu serikali haitatuacha hapa. Inaendelea kufanya kazi yake namna ya kutunza raia na mali yake na kulinda pia usalama wa raia katika mji. Kwa wakuu viongozi wa wazalendo nzima kama wajue lengo ambayo ilifanya kama wachague silaha ni kutetea taifa. Sasa hapana kupigana wao kupita ya kienyeji ambayo tumelaani tangu leo. Tunawaambia waache hivi vitendo, na wakuu viongozi wa serikali wachukue azimio namna ya kulinda au kwa ankadre wale wazalendo kwa jinsi kama huko wako pale ndio kutetea taifa, na siku za usoni waingie katika jeshi la serikali waendelee kutetea taifa na mali yake. Na kule katika mji wa Uvira ni kwamba ujio wa waziri wa taifa husika na mambo ya ndani mjini Uvira tumepokea kwa mikono miwili, ila hakufikia kwa kile tumetazamia. Ndivyo amesema mwanaharakati wa kisiasa mashariki mwa nchi ya DRC Andre Biadunia Mashaka, ambaye ameongeza kuwa suala la kurejeshwa kwa wakimbizi ni vema liwe kipaumbele. Katika mazungumzo na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, Andre Biadunia ameonyesha kuwa ujio wa waziri wa taifa husika na mambo ya ndani na asili wiki iliyopita mjini Uvira Jekeme Shabani ni kupongeza, hasa wakati huu mji wa Uvira umetoka katika mikono ya M23. Upande mwingine ameongeza kuwa raia wako na lazima ya kusikia serikali ya Kinshasa imechukulia kwa dharura swala la wakimbizi waishio katika nchi jirani ya Burundi. Andre Biadunia amezungumuza. Waziri wa mambo ya ndani ya Kongo, waziri wa mambo ya ndani ya nchi yetu alifika Uvira. Alikuwa anashindikizwa na mama Eve Bazaiba ambaye anakuwa waziri wa mambo ya affaires sociales. Walipofika Uvira hawakufika mjini kati, yani hawakufika kumeri, walishia ku residence ya gouverneur de province, na hapo walizungumza na wafanya habari na kuambia kwamba alikuja kufungua mpaka rasmi na kuona namna gani wakimbizi wanaweza kurudi. Tunafurahishwa na hiyo kwa sababu ni hatua mojawapo, lakini sasa kama wadadisi wa mambo tunajua kwamba mpaka wa Kongo na Burundi haukuwa umefungwa na serikali ya kwetu. Ni serikali ya Burundi ndio ilikuwa inafunga, na wao ndio walikuwa wanapaswa kufungua ule mpaka, na wao ndio waliufungua. Aloro kitu tulikuwa tunasubiri kwa rais kupitia waziri wa mambo ya ndani ni kusema kwamba tulikuwa tunawaza atakuja afanye organiser les réunions tripartite entre serikali ya Kongo kupitia yeye na serikali ya Burundi na HCR, lakini haikufanyika. Na alipotoka Uvira akafika Bujumbura na akarudi Kinshasa siku ile ile, hakulala Bujumbura. Tuliwaza labda italeta ingine matunda baadaye. Tunasubiri, tunampatia macho, lakini kama wadadisi wa mambo tunaendelea kusukuma tuone kama wanaweza kutusaidia ili ndugu zetu ambao wanakuwa pale Burundi wapate kurudi, kwa sababu hali ambao wanapitia pale si hali nzuri. Na kwa sasa hatuwezi kusema kwamba ni kesho au kesho yake kwa sababu hatujajua siku atakuja, lakini iwe watu ambao wanakuwa Kinshasa, sisi ambao tunakuwa Uvira, Fizi, Mwenga, tuendelee kusukuma Walungu, tuendelee kusukuma tuone kama wanaweza kurahisisha ile renyo ifanyike mbio ili wenzetu wapate kurudi na waje kuendelesha maisha yao kawaida kama gisi tulikuwa tunaiendelesha zamani kabla ya vita. Na kule katika mji wa Baraka ni kwamba mtu mmoja akiwa kijana mwenye kukadiriwa kuwa na miaka zaidi ya 30 ambaye hakutambulika jina lake ameuawa kwa kuchomwa moto na raia wenye hasira kali kwa tuhuma za kuwa miongoni mwa watu wanaochukua sehemu za siri za kiume kwa nguvu za giza. Mengi zaidi mchumbe wa mkulima na Fatuma ameandaa ripoti ifuatayo na kuongea na baadhi ya raia walioshuhudia tukio hilo. Tukio hilo limetokea siku ya kwanza ya tarehe 2 Machi 2026 ndani ya kata la Kalinga Nord mjini Baraka kwenye muda wa saa 9.
Tendo hilo la mtu huyo kuchomwa moto limetokea pale ambako mtumiwa alichukua sehemu za siri za kijana mmoja. Baadaye muhanga alipiga kelele za kuita watu, ndipo wakachukua hatua hiyo. Mmoja kati ya raia anatoa picha halisi ya namna tukio hilo la mtu huyo kuchomwa moto lilivyotokea. Ilikuwa masaa 9 ya mchana. Huko tunapita, tunasikia tu watu wawili walikuwa wanasema vizuri kabisa. Tunakuta mmoja kijana wanasema ile kijana anikala chini. Yeye kukala chini anaangalia vitu aviendeki. Anapanula kapitula hii. Kenya hakuna aliangalia habari yake na hivi. Akamwita yule kijana akamwambia nipe vyangu. Ule kijana akasema nini? Nirudishie vyangu vitu. Vinini? Akavula nguo mbele ya watu na kaonesha vyangu haviko, nipatie vyangu. Akamkamata, akamfilme, akasema tena nirudishie vyangu. Watu wakakuya wakajaa pale na wakasema mrudishie vyake, wakamupiga. Haitoshi wakampeleka huko kumkemake. Kumpeleka kumkemake, basoda wakakuya sio mumwache, intervention itafanywa na basoda. Wakakatala, bakapiga matase ya kuendeka, bakakamata basoda, bakabaweka pembeni. Hivyo wakamupiga, damu katoka na ndio ikalunguza na kafuta. Kweli vilimrudia, lakini vitu vyenyewe viendeka. Maybe lirudia, lakini hajaminia kama vinarudia kweli. Kama ukustaajabu ya Musa kuvuka bahari ya Shamu, basi utastaajabu pia ya Nabii Suleimani kuwa na uwezo wa kuongea na wanyama wote. Basi fahamu kwamba bidhaa ya Epengle sasa hivi ndiyo bidhaa inayozikana kwa sasa kwa wafanyabiashara na kuuzishwa kwa bei tofauti ya hapo zamani, ambako kwa sasa hivi inakuwa pesa 2000 tofauti na pesa 500 ya zamani. Tumekutana na vijana kwenye tukio hilo na hapa wanaonesha kilicho sukuma kununua Epengle. Hii Epengle ni sababu ya kuchunga juu vitu vyetu visiende. Maboro bado walituambia tukitia hivi boro zetu zitakuwa. Yeye mwenyewe alisema tutie Epengle kajuu ya kukinga ile boro isiende. Labda upande wako hivi uko na Epengle hapo au namna gani? Niko nayo hapo. Sababu hii baraka yetu imesharidika ndio kupatana na hii majanga yenyewe ishafika na ndebana ndo maboro. Temasi ati ndio tuseme ndio tunashindwa ndio kuelewa ndio tungeomba ndio wazee na majeshi ndio tufanye intervention ndio kufiki. Kwa sababu si bagarso ndio tutaisha. Ndio juu hata na masomo ndio tutasikia na tabo ndio kwenda. Kufuatana na hizi pendo sana. Uko na Epengle hapo? Niko nayo ndio hapo ndio tunataka tukajiuza mea hadiaminia. Ndio tusende tuko sawa vile tu ni jaofi. Uvaaji wa Epengle, je, ni kwa wanaume pekee au namna gani? Madada baadhi ambao tumekutana nao wanaonesha pia kuhusu kuvaa dude hizo na kwa nini kuzivaa. Nishanunua, mimi nasikia kabisa Epengle ndio dawa kabisa iko nasaidia. Ndio na mimi nishanunua. Ndio solution ili kuisha watu kiendelea hivi, Wakongomani atazidi kupungua na ndio tena zalikana tena badili. Ndio tukawa na mimi nishanunua, sasa kosa hata kununua ndio tunasikia ndio kinga. Ile ndio solution juu batakuwa naogopa bataacha. Kama ni waufu bataacha, kama wanatokea mbali batakimbia batakuja kwa balitoka na vile vyao. Wakati hayo ya kijiri, pia jioni ya siku ya Jumapili ya tarehe 1 Machi 2026, kijana mwingine wakata hilo la Kalinga Nord inasemekana alipelekwa mashine yake ya uzazi na mtumiwa alishikwa na kupelekwa kwenye kambi ya SNPCC Kuyep. Radio yako kwanza tulijaribu kumtafuta muhanga aliyepelekwa sehemu zake za siri ila tukumuona, na baadaye tulijelekeza Kuyep ili kumuona mtumiwa ambaye anashaki kubeba viungo vya siri vya kijana huyo, na tumekutana naye Kamanda Chalumba Leonard anaonesha hapa kuhusu taarifa za wao kumshika kijana huyo. Hapana, wale watu mimi si hawahi kuwaona, wala mu prison yangu hamuna mtu wa kufanana kama na wale. Ile yote ni habari ya uongo ntupu. Wale watu sijawaona na sijawahi kuwaona. Wale watu kama wakisema Kuyepe hakuna shida, sababu Yepe
njo makao makuu ya wazalendo. Banaweza kusema vile haijakuwa kosa, lakini wao wanasema habari ile ya kuhakikisha kama ni habari yenye kuwa muhimu. Mimi naweza kuambia raia iwe macho, wale watu wakifika wanatupasha habari kwa mapema, sie tunafanya security ya kukamata wale watu. Ushauri wetu kwako kununua epengle ili kujikinga. Tumalizie na habari za kule Kinshasa. Ni kwamba rais wa DRC Felix Antoine Tshisekedi amemwagiza waziri mkuu kufanya uhakiki wa kina kwa ajili ya hatua za marekebisho na kuboresha utendaji wa serikali. Hivyo ni kutokana na kutekelezwa kwa baadhi ya maamuzi ya baraza la mawaziri. Safara Limasi Dilwe na ripoti kamili. Naam. Tangu alipoingia madarakani kama rais wa jamhuri, kiongozi wa sasa wa nchi, Rais Felix Antoine Tshisekedi aliamua kuifanya siku ya Ijumaa kuwa siku maalumu ya kikao cha baraza la mawaziri kwa lengo la kujadili masuala makuu yanayohusu uendeshaji wa nchi. Katika mikutano hiyo ya kila wiki, maagizo ya rais hutolewa, nyaraka mbalimbali hupitishwa, huku wajumbe wa serikali wakitoa mapendekezo na mawazo kwa ajili ya kuhakikisha sekta zao zinaendeshwa ipasavyo. Hata hivyo, baadhi ya maagizo ya rais, licha ya kubadilika kwa serikali mara kwa mara, yamebaki bila kutekelezwa au hayajapatiwa majibu ya kuridhisha kutoka kwa serikali kuu ambayo imepewa jukumu la kutekeleza mpango wa rais uliopigiwa kura na wananchi wakati wa uchaguzi. Akitambua hiyo, mwanzoni mwa mwaka huu Rais Felix Antoine Tshisekedi alieleza nia yake ya kuona maagizo hayo yakitekelezwa kwa haraka, kwa umakini na kwa kuzingatia mwelekeo uliotolewa katika mikutano mfululizo wa baraza la mawaziri. Katika mawasiliano yake kwenye kikao cha 80 cha baraza la mawaziri kilichofanyika katika ikulu ya rais alikumbusha kuwa maagizo hayo yanatokana moja kwa moja na maono yake pamoja na vipaumbele vyake vya kimkakati. Alisitiza kuwa yanabeba majibu ya pamoja na binafsi kwa wajumbe wa serikali na taasisi zote husika, na hivyo kuwa msingi muhimu wa utawala bora, uaminifu na utendaji wa umma na ufanisi wa dola. Kwa mujibu wa taarifa kikao kilichofanyika Ijumaa tarehe 27 Februari 2026, rais aliwakumbusha wajumbe wa serikali umuhimu wa kutoa matokeo ndani ya muda uliopangwa ili kuhakikisha mshikamano na utekelezaji wa sera za serikali, kufikiwa kwa malengo yaliyowekwa na wajibikaji wa wananchi wa Kongo ambao ndio wamiliki halali wa mamlaka ya nchi. Alisitiza kuwa hali yote kinyume cha matarajio hayo haiwezi kuvumiliwa, hasa katika kipindi hiki ambacho kunahitajika matokeo ya wazi yanayopimika na yanayoonekana kwa wananchi. Katika muktadha huo, waziri mkuu Jules Suminwa amepewa jukumu kwa kushirikiana na ofisi yake pamoja na ikulu ya rais la kufanya tathmini kamili ya kina na yenye kumbukumbu sahihi ya maagizo yote ya rais yaliyotolewa katika mikutano ya baraza la mawaziri. Rais Felix Tshisekedi alieleza kuwa hatua hiyo inalenga kuimarisha wajibikaji, tathmini ya wazi ya utendaji binafsi na wa taasisi, pamoja na kuimarisha nidhamu, umakini na wajibikaji wa serikali. Zoezi hilo litapelekea maamuzi na hatua zinazofaa, ikiwemo na marekebisho ili kuhakikisha utendaji bora unaendana na matarajio yake, hadi zilizotolewa kwa taifa na maslahi ya juu ya nchi kwa ujumla. Katika mazingira ya kisiasa na kijamii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wito huo wa rais unaonekana kuja kwa wakati mwafaka, ukiwa ni msukumo wa serikali nzima kujipanga upya na kufanya kazi kwa bidii kwa manufaa ya wananchi. Wananchi wa Kongo wanatarajia kutoka kwa viongozi wao suluhisho za vitengo kwa changamoto na mahitaji yao mbalimbali. Kwa mfano, kufuatia kauli aliyekuwa waziri wa fedha Nicolas Kazadi kuhusu kuanzishwa kwa taasisi 53 katika muhula wa kwanza wa Rais Felix Antoine Tshisekedi bila kuzingatia kikamilifu mapato ya umma, rais aliagiza serikali kufanya tathmini ya kina na ya umakini. Zoezi hilo lilipaswa kupelekea kufutwa kwa baadhi ya taasisi hizo au kufanywa marekebisho ili liweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Hata hivyo, hadi sasa inaonekana kuwa agizo hilo bado halijatekelezwa kikamilifu. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Mimi ni Omari Makelele Ozila.